وسلم. أما بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka rehma na amani zimwendee profesa wa umma na si mwingine ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, ujumbe wangu wa leo utakuwa ukipatikana katika hadithi moja ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inayosema ya kwamba yabsiru ahadukum alqadha fi ayni akhihi wa yansa aljid'a fi ayni. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi hii, na pia kwanza tutambue hadithi hii itakuwa na tafsiri tatu. Tafsiri ya kwanza ni ya kwamba yabsu ahadukum alqadha fi ayni akhihi wa yamsa aljid'a fi ayni. Katika tafsiri ya kwanza inasema ya kwamba anaona mmoja wenu uchafu uliopo katika jicho la nduguye, lakini anasahau kijiti kilichopo katika jicho lake yeye. Tafsiri ya kwanza. Lakini pia katika tafsiri ya pili inasema ya kwamba anaona mmoja wenu madhaifu na makosa yaliyopo kwa mwenziwe, lakini anasahau makosa yake na madhaifu yake yaliyopo kwake. Yaani kazi yake yeye ni kukosoa madhaifu na makosa ya wenzie, lakini anasahau madhaifu yake. Na hiyo ni tafsiri ya pili. Lakini pia tafsiri ya tatu ni ya kwamba msiwe katika wale ambao kazi yao ni kukosoa ovyo na wanasahau makosa yao. Hiyo ndiyo tafsiri ya tatu. Na tukianza kutafsiri hadithi hii, tukija katika upande wa usul, tunaona haraka utasema kwamba hii ni habari, lakini mimi nitaileta katika upande wa jumlatu khabariyya lafdhan insha'iyya bimaana kwamba hii hadithi ni jumlatu khabariyya lafdhan insha'iyya maana. Unaposema insha'iyya, unaposikia insha'iyya, ma la yumkinu an yusafa bisidqin wal kadhibi lidhatihi. Unaposema insha'iyya ni ile ambayo haiwezekani kusifiwa kwake kwa ukweli ama kwa uongo. Hiyo ndio insha'iyya. Na pia unaulizwa insha'iyya zimegawanyika katika migawanyo miwili. Kuna insha'iyya talabiyya na
wadhalika idha jaa an-nahyu yashmalu an-nusha wa irshada. Nani hivyo itakapokuja katazo limekusanya nasaha na mwongozo, kama tulivyoona katika tafsiri ya tatu ambayo ilikuwa ikisema ya kwamba yabshiru ahadukum al-qadha fi aini akhihi wa yansa al-jad'a fi ainihi. Msiwe ni katika wale ambao ni wenye kuona makosa ya wenzio na madhaifu na kukosoa ovyo na kusahau makosa yao na udhaifu wao, tena udhaifu wao ulio mkubwa mno kushinda hata wale wanaokosoa. Hii tafsiri ya tatu. Kwa hiyo inakuja kukaa katika kipengele an-nahyu bimaana an-nusha wal irshad. An-nusha wa irshad. Kwa inakuwa imekuja nahyu kwa namna ya mwongozo na nasaha. Na pia hii hadithi unaweza ukaitafsiri kistiara, unaweza ukaitafsiri kikinaya. Tukija kwa upande wa kinaya, bimaana yabsuru ahadukum al-qadha fi aini akhihi wa yansa al-jad'a fi ainihi. Bimaana tukija katika upande wa kinaya, inakuwa ni kinaya tu an-nisbati lil-mawsufi. Kivipi? Kinamna gani? Kwanza tuangalie kaida ya kinayatu an nisbati al-mawsuf. Inasemaje? Inasema ya kwamba wa hiya an tadhkura sifa wal mawsufa wa tadhkuru dalila ala ikhtisas sifa bil mawsufi. Yani unaposikia kinayatu an nisbati al-mawsufi ni pale ambapo kutakutajwa sifa na msifiwa pamoja na kuihusisha ile sifa kwa yule msifiwa. Tukirudi katika hadithi yetu, tuangalie vigezo vya kinayatu an nisbati al-mawsuf vipo. Tuangalie sifa na mawsufi yupo. Katika hadithi yetu inasema ya kwamba yabsiru ahadukum. Yabsiru hiyo inakuwa ni sifa ya kuona. Ahadukum ndio mawsufi. Huyu ahadukum ndio anafanya kazi ya kuona. Kwa hiyo ina maana sifa inakuwa ni yabsiru, afu mawsufi anakuwa ni ahadukum, ambaye ahadukum ndio unaweza ukawa ni wewe. Ahadukum